Mungu kwa ajili ya siku ya leo, ambaye pia ametupa rehema ya kipekee ya kwenda kushinda. Kwa hiyo somo la leo nimelipa kichwa cha somo ambacho kinasema kurejeshwa kwa hatima na vyote ambavyo tulistahili kuwa navyo. Kurejeshwa kwa hatima na vyote ambavyo tulistahili kuwa navyo. Vyote ambavyo ulistahili kuwa navyo. Kuna vitu vingi ambavyo kimsingi katika hali ya kawaida tu unastahili kuwa navyo, kwa sababu wewe Mungu alikuchagua na akakupa hivyo vitu ili wewe uje navyo duniani. Kwa maana hiyo, kila ambaye anaumbwa na Mungu, kila ambaye alizaliwa na mwanamke kupitia agizo la Mungu, huyu alivyokuja duniani, kuna vitu vyake vya utofauti ambavyo Mungu alimpa. Kuna vitu vyake vya utofauti ambavyo Mungu alimbariki navyo aje navyo duniani kwa ajili ya kuja kufanya kazi ya Mungu, kwa ajili ya kuja kufanya mapenzi ya Mungu hapa duniani. Kwa kuna vitu kabisa ambavyo Mungu wewe alishakupa, kuna vitu ambavyo Mungu alishakubariki navyo ili wewe ukija duniani usipate shida. Ukija duniani ukutane na huo ukubwa wa Mungu kupitia vile ambavyo Mungu alikupa. Sasa basi, kumbe kama wewe ulikuja duniani ukiwa na vitu vya kwako peke yako kutoka kwa Mungu, manake hivyo vitu kuna namna fulani vilitakiwa sasa hivi viwe vinatengeneza ufalme wa Mungu, sasa hivi viwe vinajenga ufalme wa Mungu, sasa hivi viwe vinafanya kazi nyumbani kwa Mungu. Lakini kwa bahati mbaya vitu hivyo havipo kwenye mstari wa Mungu, wala wakati mwingine haunavyo kwa sababu kuna ambao waliviiba. Sasa leo Mungu wetu wa mbinguni anataka katufundishe ni namna gani tunaweza kuviregesha vile ambavyo viliibiwa ndani yetu na kuvifanya vile ambavyo vijaanza kufanya kazi vianze kufanya kazi. Kabla ya hapo, tutapita kwa uzuri kuona sasa ni namna gani hivyo vitu viliibiwa na ni wapi kunathibitisha kwenye kitabu cha neno Biblia ni wapi ambako viliibiwa. Tuanze kusoma Yoeli sura ya 2 na mstari wa 25. Yoeli 2 mstari wa 25, Biblia inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumanu na tunutu, jeshi langu kubwa lililotumwa kati yenu. 26 nasema, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliwatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatotayarika kamwe. Asema 27, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katika Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatotayarika kamwe. Sasa kuna kitu hapa, sikiliza kwa makini. Asema, nanyi nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Tuanzie hapo hapo. Katika hali ya kawaida tu kwamba tukiregea kwa mkulima tunafahamu kwamba nzige ni wadudu waharibifu ambao huwa wanamtia mkulima hasara. Nafahamu wakulima wataungana na mimi kwamba saa shamba lako la mahindi mfano likishambuliwa na nzige, hata kama ni eka 10, wewe utakuwa unahesabu masaa na siku kabla hilo shamba lijaisha. Ni kama lilikuwa la kijani, utakuja kukuta lote ni mabua. Kwa nini? Kwa sababu nzige wamekula kila kitu. Kwa katika hali ya kawaida, katika picha ya kawaida, tunafahamu kumbe nzige ni uharibifu. Na anaongeza kuna wadudu wengine, anamwongeza mwingine anaitwa tunutu, alafu kuna mwingine anaitwa parare, kuna mwingine anaitwa madumadu. Kwa hiyo kwa kifupi, hawa ni waharibifu, ni wadudu waharibifu. Na mtu ambaye katika hali ya kawaida aliyekuwa ameguswa na mstari huu ni mtu ambaye alikuwa mkulima.
mtu ambaye alikuwa na miaka mingi yamkini ya kutafuta mavuno, lakini hakupata mavuno kwa sababu kulikuwa na wadudu waharibifu, kwa sababu kulikuwa na yule alaye. Kwa kila kilima akifikia wakati wa kuelekea kwenye mavuno au wakati wa mavuno yenyewe, au wadudu au waharibifu, huyo mharibifu anakuja, anaangamiza, anateketeza shamba lote. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba anaondoka patupu baada ya kuwa amelima. Si unanielewa hapo? Imagine unaingia gharama zote za kulima, at the end of day hauvuni chochote. Unamweka mtu wa kuandaa shamba, wanafeka vizuri, unaingiza trekta linalima vizuri, baadaye unaweka nguvu kazi zinasawisha vizuri, baadaye unanunua mbegu, unaweka nguvu kazi, anapanda mbegu, zinaota vizuri, Mungu anabariki, mvua inanyesha, lakini baadaye unatafuta kupalilia. Inapofika sasa wakati ambako kidogo umerelaksi kwa sababu unaelekea kwenye mavuno, ndipo ambapo palale anaingia, ndipo ambapo nzige anaingia, ndipo ambapo madumadu anaingia, tunutu anaingia, wanakuja kuharibu, na unamaliza kwa kutokuwa na chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa rohoni, hawa mabwana akina tunutu, nzige, palale, haya ni mapepo ya uharibifu, ni mapepo wa uharibifu ambao kazi yao sasa ni kuharibu kile ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako. Hizi ni nafsi kabisa ya shetani ambaye iko hapo kwa ajili ya kuharibu kile ambacho Mungu ameweka kwenye shamba lako. Wewe nikupe mfano wa kuelewa vizuri. Wewe ulivyo, Biblia inasema umefanyika kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini sio hicho tu. Biblia inasema kwenye Mwanzo 2:26, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Lakini ukiendelea mbele kwenye mstari 26, 27 hapo mpaka 30, Biblia inasema wakamfanya mtu kwa kutumia matope, alafu baadaye akapuliziwa pumzi ya uhai, huyo mtu wa matope akawa nafsi hai. Sasa ukijaribu kurelate hilo somo la leo na hili la kuumbwa mtu kwa matope, unakuja kugundua kumbe vinasema wewe binadamu mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini hapo binadamu atakula kwa jasho. Atakula kwa jasho kwa kufanyaje? Kwa kuyalima mavumbi ya ardhi. Umetoka ardhini mavumbini na utarudi mavumbini. Kwa maana hiyo sisi tuna asili ya mavumbi, na mavumbi ndiyo ardhi, na ardhi ndiyo inayelimwa. Kwa kila ardhi ambayo unaijua wewe huwa ina kiwekezo, huwa ina kipawa, huwa ina kitu tofauti ambacho kimsingi hicho kiwekezo au hicho kitu cha ziada, kipawa, karama, yani ndio vipaji hivyo kwenye hiyo ardhi huwa vimelenga kuwasaidia watu fulani ambao wameizunguka hiyo ardhi. Ndio maana kuna sehemu kuna madini au watu hawana rutuba, kuna sehemu kuna rutuba au watu hawana madini, kuna sehemu kuna mchanga au watu hawana rutuba, kuna sehemu kuna magadi na chumvi au watu hawana rutuba, kuna sehemu wana almasi, kuna sehemu wana msitu. Kwa kila ardhi imewekewa kitu chake cha tofauti cha upekee.
Na ndio maana sasa kuna baadhi ya vyakula havitaisha Dar es Salaam au sehemu zingine, kwa sababu misimu inatofautiana pia. Kwa watu wanalima tofauti tofauti kulingana na viwekezo vya ardhi. Sio unanielewa hapo? Jaribu kuendana na mimi upate concept. Kwa maana hiyo sasa, kama sisi ni mavumbi, tumetoka kwenye mavumbi, maanake sisi tuna asili ya kuwa na viwekezo kama ambavyo ardhi na yenyewe na viwekezo vya tofauti. Nikisema kiwekezo, kuna mtu anielewe. Kiwekezo ni kitu kama karama au kitu cha kipekee ambacho Mungu amekuwekea wewe. Hicho ndio kinaitwa kiwekezo. Hiyo ndo karama yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati unavyozaliwa, hiyo karama, hicho kiwekezo kipo. Na wakati unavyozaliwa, hicho kiwekezo, hiyo karama huwa inaonekana pia kwa wale wenye macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Adamu alivyoasi kwenye bustani ya Edeni, aliibiwa nafsi hai, kama ambavyo kerubi au shetani, joka la zamani adanganya ulimwengu usiku na mchana, kwa mujibu wa Ezekieli 28, yeye naye alikaa kwenye bustani ya Mungu tena ikijulikana kama Adeni, na yeye aliasi. Kwa baada ya kuasi akatupwa. Tunaenda kwenye Ufunuo sura ya 7 na 12, mahali ambako kulikuwa na vita duniani, mbinguni. Malaika Gabrieli na malaika zake wakakupigana na nani? Na joka, ambaye joka aliwakilisha kerubi, ambaye kerubi pia alimwasi Mungu kwa sababu ya kutaka kujiinua na kuwa kama Mungu. Isaya 14:12 inaweka wazi sababu ya kerubi kutaka kujiinua kuwa kama Mungu ni vile ambavyo Mungu alimuumba. Kerubi tafsiri yake ni ang'ae kama nyota ya asubuhi. Kumbe Mungu alivyokuwa anaumba malaika huyo alikuwa anaitwa Lucifer, ambaye ndio kerubi, yeye alimuumba na viwekezo vingi vya thamani. Na uthamani wa kipekee alomwekea, alimwekea uimbaji ndani yake. Akawa anaimba vizuri na kusifu vizuri, na malaika wengine wakaburudika, lakini pia utukufu wa Mungu na wenyewe ukawepo zaidi. Biblia inasema alikuwa na sauti nyingi za namna tofauti. Imagine kwenye kwaya zetu kawaida tunaimba sauti 4. Tukienda stana 6. Kunakuwa na ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, kuna baraton, kuna alta swing. Unaunganishwa hapo. Huyo bwana alikuwa anaimba sauti 16. Yaani ya 4 zipo 4, ya kwanza zipo 4, ya pili zipo 4, ya tatu zipo 4. Anaimba kwa utukufu wa Mungu ulikuwa unakuwepo muda wote. Na hivyo malaika wenzake wakaanza kumsifia, wakasababisha akajiinua, akaanza kujiona yeye kama Mungu, akataka pia kuchukua nafasi ya Mungu. Ndipo Mungu kupitia malaika wa vita, malaika Gabrieli, akapigwa huyu kerubi, akashushwa hadi kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Akashushwa hadi wapi? Kuzimu. Yeye pamoja na theluthi ya malaika wa mbinguni. Manake robo 3 wa malaika na wenyewe walishaasi, ukawa upande wa kerubi, kwa sifa ambayo kerubi alikuwa nayo. Jamani, ninavyosaja kerubi na maanisha shetani, yani Lucifer. Sasa huyu Lucifer ameshuka duniani kwa ajili ya kuja kufanya vita na uzao wa mwanamke.
ambaye ni mimi na wewe ndio uzao wa mwanamke, au wewe hujazaliwa na mwanamke? Tasema mtumishi, bwana mkali, logically umezaliwa na mwanamke na wewe ndio uzao wa mwanamke, na wewe ndio ambao shetani ana vita na wewe. Hakuna haja ya kuogopa, unataka ufahamu ili unavyopigana vita ujue ni namna gani unashinda hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe. Sababu Biblia inasema Mungu akamshusha hadi kuzimu, na baada ya hapo sasa ndio tunaona Mungu anakuja kufanya uumbaji mpya.